kuanzia leo utakuwa unaishi hapa. Hii ndio nyumba ya marehemu babako uliokuwa unaidai. Sasa nimekuleta. Hii ndio nyumba yako. Ndio maana bibi ulikuwa unataka kunileta. Kwa sababu baba kajenga nyumba safi, nzuri. Ameni kushukuru tu bibi yangu kwa kunileta hapa. Kwani hapo kuna wapangaji? Hapo wapangaji wapo. Kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Wapangaji wote wanaenda kazini. Jumamosi na Jumapili tu ndio wapangaji wanapumzika. Kwa hiyo usijali, utawaona. Basi bibi haina shida, maana sehemu nzuri, imejengeka vizuri. Lakini bibi ulikuwa unakataa mpaka tubatizane, tugombane, bibi tupokeane. Bibi ni vitu vingine rahisi tu. Vipi? Mbona umeshtuka? Kwani umeona bibi nichona mimi? Hapana, mimi sijaona. Kuwa na amani. Hakuna chochote. Utaishi kwa amani, hakuna chochote kitu kibaya. Kwa hiyo, relax. Kuwa na amani. Sawa basi bibi, haina shida. Hakuna kitu. Usiwe na wasiwasi. Usiogope. Utaishi kwa amani. Na wenzako wapo utaonana nao. Hakuna kitu bwana. Hapa ndio kwako. Sawa, basi twende nikupeleke ndani. Sawa. Haya. Ino nyumba ya ulisi, nyumba ya ulisi, ino nyumba ya ulisi. Sema msijaelewa. Vipi wewe? Mbona unakuja kimya kimya? Alafu kama hivyo hapo maskani inakuwaje? Wewe acha tu hapo, nimetoka hivyo amenitibua kishenzi anakuambia mtaa. Nimetoa madharau sio poa. Unajua bwana. Yaani mimi na sister tunachogombana kitu kimoja tu mwanangu tukijua. Mimi nataka nibamize ile nyumba niuze, kila mtu ana chake, mimi nifike zangu. Sasa wewe, hivi nikuja kitu. Wewe ndo mtoto wa kiume basi. Alafu mwanamke anakushinda vipi? Wewe kama umeamua jambo lako, wewe cha kufanya hapo, yani tafuta madalali, aenda kumshirikisha nani wala kumshirikisha nani. Anashtukia tu madalali washafika pale mtaani, wanaangalia mjengo, mambo mengine yanaendelea. Wewe vipi? Kweli rafiki yangu, sema nini nimevena tafuta dalali kabisa, wewe mtafute, ukimpata wenzetu pale tunasukuma poa tu mwanangu. Wewe chenchi chako kipo. Hivyo una akili kweli? Au ndo mibange na kupeleka ovyo? Hapa ndio kwako. Utakuwa unaishi katika chumba chako kile pale. Sawa.
unategemea wewe uuze ile nyumba afu dada yako anaishije? Hebu fikiria. Utamtia maisha magumu ile sister, wewe mtoto wa kiume. Tafuta mishe za kufanya bro. Au vipi mshikaji? Unamuelewa? Hivi wewe una akili kweli? Unaacha kumshauri vitu vya maana, unamshauri upumbavu. Leo hii auze. Unategemea maisha gani ataishi ndugu yake? Yaani nilikuwa nakuchukulia poa, yaani nilikuwa nakuheshimu, kumbe na wewe mwenyewe loko rafiki yangu. Au unamuelewa mshikaji wako? Kama mimi nilivyokuelekeza. Umeona huyu hapa huyu anakaa kwao. Hata kwa maisha ya kukaa kwao. Si unaelewa kabisa. Wewe msela uje dakika za mwisho ndio uwe na kwako kabisa. Nyumba ile pale sukuma, ukishasukuma mpe chake kama anaenda kudanga, kama anaenda kufanyaje, na wewe angalia mazingira yako. Kwani hela ikiuza ile nyumba anashindwa kujenga hata nyumba chumba kimoja. Safi vipi cha kuangalia mshikaji. Anashauri puuzi tu bwana. Wewe hapo yeye cha kufanya. Tafuta dalali. Wewe cha juu chako kipo. Kipa tunaenda tunasukuma na utawala tu. Wewe si mshamba. Wewe tulia. Wewe tunaenda kusukuma na kitu hivi. Sasa sikia, mimi mapema nikitoka hapa mguu wa kutoka naenda kufanyaje? Naenda kumtafuta dalali. Leo. Au natafuta madalali hata 7, kudadiko utaiangalia nyumba. Basi baridi hapo nyewe utaniwasha. Mikolo usiipo, utaniwasha. Wewe nenda kaseti mipango mingi. Baridi wewe mwana mwenyewe mimi kashanivuruga mpaka naitaka. Ujue bro unazingua sana. Yaani nilikuwa nakuchukulia mtu fulani hivi. Kumbe maamuzi yenyewe ndo haya. Wewe unamshauri mwenzako akauze nyumba. Nitafuta mchongo nipate hela. Wewe mimi kwani ndugu zangu hapa. Tapakwa mafuta. Bako. Semana sidi sawa kama nilivyokupanga mwanangu. Jana mchumba yule pale yule mwanangu shida yangu lumu nikanyage nipite hivi mwanangu. Basi baridi hapo mwanangu hamna ucha hata kidogo hapo nyewe. Sema ushanikinga mazingira hapo. Ngoja nikisahau kwa sisteli baba. Hapo nyewe hamna uchawi wala nini. Au sio? Bila kuchoka basi mwanangu changamsha, si unajua zile leo. Time si unajua mwanangu. Hivi tu. Sister. Mimi nimekuamsha hapa nyewe kuna mchongo. Hapa nyewe uje kuna mchongo. Mchongo gani tena huo? Mbona yule mwanangu yule alikuja kuniita? Mwanangu gani? Maana nilikuwa nimelala. Sijamuona. Yule mwanangu kaja na shau wake. Umeona? Kakinda 10,000 hapa nyewe anataka geto langu. Sasa kuna 10,000. 5 wewe, 5 mimi. Unasemaje? Hivyo ndo wangu una akili kweli wewe? Sasa sina akili vipi dadangu? Ushaona hii nyumba zina, si ndio? Sasa sikitu mara moja tu rafiki yangu dadangu. Kwa maana wewe ukiokota vuta bangi wenzako huko, unawaleta hapa kwenye hii nyumba? Hii nyumba ndo ushaona zina kweli? Unaokota wavuta bangi wenzio huko?
Kaja mimi ndo mwana wa faida simani. Tipange chumba huko. Hivi nyumba ndio shana nyumba hazina, si ndio? Kila mtu unayemkuta huko rafiki yako sijui nani wako unamleta humu ndani kwetu sisi. Dada yangu kavu kweli rafiki yangu. Mimi ndo nanitoshaga hapo tu rafiki yangu. Yaani kila kitu na kipingamizi. Kila kitu na kipingamizi. Nisikize nikwambie. Huo upumbavu wako unaoniletea sijaupenda. Kama vipi na wewe nitakutoa humu ndani. Nenda kapange chumba huko ndio ufanye upumbavu wako. Hii sio nyumba hazina. Chumba changu. Umeona? Huyo anamleta mwanangu. Mimi nakupa hela wewe 5,000 kama 5,000 kwa sababu dada yangu mimi nina upendo na wewe lakini bado haitoshi. Sasa kawalete niwaone. Unasemaje? Ndio nakwambia. Sasa tuone. Mimi 5,000 somekataa. Mimi 5,000 nachukua. 10,000 nachukua, sawa? Kuingia anaingia na ufanye chochote. Hivi mdogo wangu una akili kweli wewe? Sasa tuone mimi na nani mwanamume. Nyumba ya ulisi. Ino nyumba ya ulisi. Yaani mdogo wangu sio hata na mashida gani. Mimi najua labda ataachaga hayo mapombe yake sijui mabangi sijui nini. Eti tena anataka kuleta wanaume wenzake sijui waje kulala nyumbani kwetu sisi. Hivi kweli jamani? Nyumba ya ulisi. Ino nyumba ya ulisi. Nyumba ya ulisi. Ino nyumba ya ulisi. Sikia. Yeah. Ni wait dakika hizi 2. Yeah. Hapo yeye namtambia sisteri ukazuia lakini yeah. Kaisa. Yeah. Hebu nisubiri hapo niende mambo sawa. Mwenyewe nakurudia. Basi chapu basi mwana tunakusubiria wewe tu hapa. Hivyo unachukuliaje mimi? Wewe ulinipanga una geto afu dakika mwisho unaleta kumbe geto sio lako na kuja kunizalilisha hapa. Wewe vipi? Mbona jaa wewe mshikaji? Yaani nikitoka hapa tusijuane usinijue. Sijui unanielewa? Wewe mshamba ni. Nyumba ya ulisi. Ino nyumba ya ulisi. Nyumba ya ulisi. Ino nyumba ya ulisi. Kuna wakati ukifika lazima tambue, ukweli usemwe na watu wajue. Ino nyumba ya ulisi. Sema nini mwanangu? Naona mchumba kashaondoka tayari mwanangu. Wewe force mazingira mwanangu. Mimi nije mwanangu. Hapa kama mchumba kashaondoka mwanangu. Au kaiva ngulishie basi langu. Mimi nijichenge mwanangu sababu wewe ndio umezingua sio mimi. Unasemaje? Wewe ndio umezingua sio mimi beach boy mwanangu. Mimi nilikupanga fresh nini? Uhakika wewe unataja kuleta mimi mapepe mwanangu. Hapo wewe ni peche yangu. Kuhusu hela mwanangu sawa. Wewe ngoja nipangie misondo kikaa sawa uje lakini sema kuhusu hela ndio irudi au hela ikienda kwa mganga irudi. Basi mwanangu wewe force mwanangu hata yeye lazima mwanangu wewe force mwanangu mimi nakutegemea maisha yako wewe unajua zile. Ndio maneno so. Bali basi chapa changamka mwanangu mwelekeze. Binadamu usema kweli tuna nizamu. Binadamu usema kweli tuna nizamu. Hasa ni kipi alichokosea mpaka ubaya unamtendea? Hasa ni kipi alichokosea mpaka ubaya unamtendea? Ndani ya nyumba ishi vitu. Ino nyumba ya ulisi. Kuna wakati ukifika lazima tambue, ukweli usemwe na watu wajue. Ino nyumba ya ulisi.